Je, unaijua pepo iko sehemu gani na kuna nini ndani yake, au hujawahi kusikia hata mara moja? Maswali ambayo hakuna anayeweza kuyajibu isipokuwa watu kidogo. Swali la kwanza, pepo iko wapi? Jawabu yake, pepo iko mbinguni na sakafu ya pepo ni arshi. Swali la pili, iko wapi Jahannam? Jawabu, Jahannam iko katika ardhi ya 7 kwenye sehemu ambayo jina lake ni Sajin. Na si kweli kwamba Jahannam iko pembeni ya pepo kama wanavyodai baadhi ya watu. Ardhi tunayoishi sisi ni ya kwanza, lakini kuna ardhi nyingine 6 zisizokuwa hii. Na ardhi hizi 6 ziko chini ya ardhi ambayo sisi tunaishi juu yake. Swali la pili, ni nini Sidratul Muntaha? Jawabu yake, ni mti mkubwa ambao asili yake ni mbingu ya 6 na umevutika mpaka mbingu ya 7. Majani yake ni kama masikio ya tembo na matunda yake ni kama kigudulia kikubwa. Hapa ndipo sehemu ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril mara nyingine akiwa katika sura yake ya uhakika, baada ya kumuona kabla ya Sidratul Muntaha Maka katika sehemu inaitwa Ajiyad. Swali la 4, Hurul Ain ni nani? Jawabu yake, ni wake watakaolewa na waumini peponi, si aina ya watu wala majini wala malaika. Lau kama mmoja atatoka aje duniani, basi ataangaza mashariki na magharibi ya dunia. Swali la 5, ni nani hawa alwildanul mukhalladun? Jawabu yake, hawa ni watumishi wa watu wa peponi, si katika aina ya watu wala majini wala malaika. Na mtu wa daraja ya chini kabisa ya peponi ana watumishi wildan mukhalladun 10,000. Swali la 6, ni nini al-a'raf? Jawabu yake, ni ukuta mpana kabisa katika kuta za peponi. Watakaa kwenye ukuta huo juu Waislamu ambao madhambi yao na mema yao yamekuwa sawa sawa. Watakaa kitambo katika ukuta huo, kisha baada ya hapo wataingia peponi. Swali la 7, ni upi muda wa siku ya kiyama? Jawabu ni miaka 50,000. Amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, siku ya kiyama ina visimamo 50. Kila kisimamo kimoja katika visimamo hivyo kina miaka 1000. Bibi Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati iliposhuka aya hii, yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, sisi tutakuwa tuko wapi wakati huo? Akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutakuwa katika sirat. Wakati wa kupita kwenye sirat hakutakuwa isipokuwa na maeneo matatu tu, Jahannam na pepo na sirat. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu wa mwanzo atakayevuka sirat ni mimi pamoja na umma wangu. Umma wa mwanzo utakaovuka katika sirat ni umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku itakapobadilishwa mbingu na ardhi, hakutakuwa isipokuwa na sehemu mbili tu, moto na pepo. Na ili uweze kufika peponi, basi ni lazima uivuke Jahannam. Litawekwa daraja juu ya Jahannam linaitwa sirat. Utakapopita na ukalimaliza lote, utakuta mlango wa pepo uko mbele yako, na Mtume sallallahu alaihi wasallam utamkuta amesimama anawapokea watu wa peponi. Sifa za sirat: kwanza, ni nyembamba kuliko nywele; 2, ni kali kuliko upanga; 3, inagiza totoro na chini yake kuna Jahannam. Dhambi zake mtu zote atakuwa amezibeba mgongoni mwake. Ikiwa mtu ana madhambi mengi, kupita kwenye sirat itakuwa anapita taratibu, Mungu atulinde, au haraka kama umweso ikiwa hana madhambi au ni kidogo. 5, utasikia sauti za makelele ya hali ya juu kabisa, na kila ambaye atakuwa ni mtu wa motoni ataanguka katika shimo la Jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama mwisho wa sirati kwenye mlango wa pepo. Akikuona unaweka mguu wako katika sirati, anakuombea huku akisema, ewe Mola msalimishe, ewe Mola msalimishe. Anawaona watu mbele yake, wako watakaoanguka, wako watakaookoka. Na mtu anaweza kumuona babake na mamake, lakini vile vile hata kuwajali asiwajali. Katika kipindi hicho chote mtu kinachomhusu hasa ni nafsi yake tu basi. Imepokewa kwamba Bibi Aisha alikumbuka siku ya kiyama akalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, una nini ewe Aisha? Bibi Aisha akajibu, nimekumbuka siku ya kiyama. Je, tutawakumbuka baba zetu? Je, kipenzi atamkumbuka kipenzi mwenzake siku ya kiyama? Akajibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo, watakumbukana isipokuwa katika sehemu 3.
wakati wa mizani, na wakati karatasi zikipeperushwa, na wakati wa kuvuka kwenye sirat. Vumilieni, kisha vumilieni mitihani ya kidunia. Fitna za dunia ni kama maji unayoona wakati wa jua kali kwenye barabara. Tupambane na nafsi zetu na tusaidiane sisi kwa sisi ili tuweze kuingia katika pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Wala msisahau kutia nia ya kuufanya ujumbe huu kuwa ni sadaqatun jariya.